Kwa hiyo tukiingia kwenye jamii zetu kama wanaume wenyewe ambao wanaondoa mfumo dume, wenyewe waambie wanaume wenzao, inakuwa rahisi kuliko sisi tuingie nafasi ya kuondoa mfumo dume. Karibuni kwenye kuondoa mfumo dume ambao ni hasi. Mfumo dume sio wote mbaya. Kuna mwingine ni sawa, ni lazima ubaki kama ulivyo, lakini kuna zile hasi ambazo zinafanya kukandamizwa kwa wanawake ili wao wasimame kwenye nafasi ya kuwafanya wenzao wasionekane kwamba wana nguvu, wapo katika jamii. Kwa mfano unapomzuia mtu asimrithi, asirithi ardhi. Hii ardhi ni ya wote. Mpe nafasi. Mtoto wa kiume na wa kike na mpe urithi. Unazote umezaa labda watoto 10, 5 wasichana, 5 wavulana. Wagaie wote ardhi. Hata kama tenda kuolewa, najua kule nyumbani kwa kuna ardhi. Kwa sababu unamnyima ardhi, anaenda kule alikokwenda kuolewa. Kule anakuwa ananyimwa. Nyumbani akija hana kitu. Sio vizuri, hata Mungu apende. Mpe nafasi yake. Na wapo wanaume wengi sana wameshajitambua. Wanawasaidia wasichana wengi wamesoma, wanawasaidia. Kwa ujumla ukimsomesha mtoto wa kike vizuri, ana upendo sana kwa baba. Hakuna mwanadamu duniani anayempenda baba kama mtoto wa kike. Kwa mtoto wa kike msomeshe, naye akusaidia kuinua, kufurahia.